unacheza game uone hizo video au utagiwi kama ninavyotagiwa mimi huko kwenye michambo. Si TikTok. Nani? Tumechambwa mimi unitunzi, sina hata seti ya dhahabu. Tuna kwenye mandoo. Nani sema? Mimi hata sitaji mwenzangu aka. Nani? Mtu tu huko katuchamba karudisha bomu nilompa kalirudisha sasa. Usuli Sharifa? Katuchamba eti mimi Mpemba sura yangu limenishuka kama mbuzi alikuwa hajamaliziwa kuchuna. Anasemaje? Ndio hivyo tunaondoka. Kaangalia TikTok mchosha sana. Mwanaume achambe. Mwanaume achambe. Afu sikubishana mtu ambaye kaikimbia majukumu. Asa mpaka leo hii atolee jinsia gani wewe? Atujibu kwanza jinsia gani? Alafu ndo tubishane. Sisi atuchambe. Atujibu jinsia gani? Alafu ndo tubishane. Hivi mwanaume lijali kabisa. Uweze kuongea maneno ya kijinga. Chana. Ana hela mwanzo kushinda Aisha shauri hapo. Ana hela kushinda yeye kasema. Kwanza kasema yeye mtoto mwanaume wa nyumbani tati mimi kwetu maskini. Nimeolewa na mwanaume maskini. Ana hela kushinda wewe unipi matunzo. Labda hela anazo anatumia tundu. Anatumia tundu ya pua, hela labda anazo kweli. Lakini mbona kimbia majukumu? Sasa hela anazo, mbona majukumu kayakimbia? Sitakuongea mimi. Amekimbia majukumu, ndio maana hela anazo. Kwa sasa hivi anatumia tundu. Sio hata tundu ya pua, anatumia tundu hii kupumulia. Paka leo hii atolee jinsia gani wewe? Atujibu. So hii ni kapo ambayo bwana imechambwa na Uncle T, na Uncle T bwana inasemekana kwamba hawa bwana kuna vitu ambavyo walivizungumza kumuhusu Nifa, ambapo yeye Uncle T alikuwa na ugomvi, ni mtu ambaye ana ugomvi na Nifa kwa muda mrefu. Sasa yeye alivyosikia kwamba hii kapo imetrend kutokana na hiyo story ambao wao wamemzungumzia Nifa, moja kwa moja Uncle T akawavaa na kuanza kuwachamba. Sasa baada ya kuwachamba wakapata hizo habari, wamekuwa wakitagiwa katika mitandao ya kijamii hususan TikTok. Hii ilikuwa ni reaction yao kuhusiana na vichambo vya Uncle T. Sasa nataka hapo msikilize jinsi Uncle T alivyowachamba hawa hii couple ya ambayo inaenda viral huko mitandaoni TikTok. Magia ndoo msululu kutoka chini mpaka juu zije kukuzima kitandani ufe, unajifanya unaelekeza watu. Nakwambia mimi wangu ushunga sana. Ombea huo, aibu acheni Mungu akunyime bwana kama huyo babuye. Hela hawana lakini wanajifanya wao ndio wakosoaji ndio waongeaje nakwambia. Tafuta mchezo kwanza, uvae hata seti ya dhahabu shingoni kwako. Uso umekukaa hivi. Kisura maskaramusi ndio cha Kipemba, sio cha kisura gani? Kisura kiko hivi. Kizuri lakini hakina matunzo. Imeshuka utafikiri mbuzi kachunwa nusu. Leo, sura imekushuka kama mbuzi kachunwa nusu. Huko kwa kuzua mambo. Msikilizeni wazazi wenu wakiwaambia jamani usiolewe. Kwani unjara na kumbeba mwenye njaa wenzenu ndio hao mnakuja kufanya ombea TikTok. Mtu kabisa eti na mume wake na anamuita mume wake wako toka pa kikucha, wanakuwa tu wametafuta kibweka kichotokea mjini wanakuja kukiongelea TikTok. Haya mume wangu kakulaza na kukupangia ndoo msululu kutoka chini mpaka juu zije So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, tuwekee maoni yako katika comment section, tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.